Kisugu. Yes mama. Umefika bwana Isamuhyo. Tumefika Isamuhyo, tunamshukuru Mungu tumefika salama. Tumekuja mapema kwa sababu mazingira ya uwanja kama unavyoona, uwanja umekuwa mgeni sana. Tumesikia kwamba watu wachache wanahitajika, lakini nia ya Simba na dhamira ya Simba la kampeni yetu kuhakikisha sisi ndio tunakwenda kujaza katika uwanja Meja Isamuhyo. Nashukuru wana Simba wamekuja kwa wingi na naamini azma yetu inakwenda kutumia katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Mazoezi unayo kusimama mwanzo mwisho hapa. Hamna viti. Niko vizuri, tuko sawa sawa. Ni mechi ambayo kimkakati, baada ya kupata taarifa tuko Mwanza tunakuja kucheza. Tulijua tunakwenda kucheza mechi ya kimkakati. Nasi lazima tujipange kwenye kimkakati. Kwa hiyo tukimaanisha nini Kisugu? Hii mechi ya kimkakati sana. Nasi tumekuja kimkakati zaidi. Hii mechi ya Kiswahili sana. Nasi tumekuja Uswahili sana. Kwa sababu lazima tuseme sisi tumekuwa wakubwa hivi sasa katika football ya Afrika. Tuko tayari kucheza katika sehemu yoyote. Kwenye bahari tuko tayari, kwenye lami tuko tayari, kwenye barabara tuko tayari, kwenye jua tuko tayari, kwenye mvua tuko tayari. Unapofikia hatua wewe kuitwa klabu kubwa, maana yake kuna mazingira halisi ya mpira umefanyaje? Umepitia. Leo sisi ndio wa kwanza kuja kucheza katika JKT mwaka huu. Zidi ya JKT. Lakini nasema leo ndio siku ya kwanza uwanja huu kutumika na leo ndio siku ya kwanza uwanja mwisho kutumika. Kwa nini mwisho kutumika leo wakati mimi naamini baada ya kipenga cha mwisho Tatu Malogo anapiga kipenga cha mwisho, JKT kashakula goli 7, wataona uwanja una nuksi, watafungia. Mnampiga 7 JKT hapa kwake. Huyu JKT hawa JKT waliokufa hawa wametafuta namna sehemu gani kwenda kuchinjiwa. Matokeo yake wamekuja kuchinjiwa kwao, tunakuja kuwachinja hapa. Kisugu, unasema 7 unapiga JKT katika uwanja nyumbani kwake, na ndio leo unakwenda siku ya kwanza kutumika na siku ya mwisho kutumika, kwa maana unafungwa. Nini ambacho umekiona kwenye kikosi chako kujiamini kiasi hicho 7-0 hapa? Unapozungumzia Simba sasa hivi ni timu bora. Timu ya 7 kwa ubora barani Afrika. Ukiachia namba za ubora, lakini pia tuna kikosi bora. Hivi sasa tunavyozungumza na wewe tumetoka maeneo ya kanda ya Ziwa. Tumecheza mechi 4, tumewini mechi 3, tumesuluhu moja, maana yake tumekusanya point 10. Tumefunga goli 7, tumeruhusu goli 1. Maana yake utaona quality ya Simba namna ambavyo walivyokaa kwenye standard hapa. Tofauti na wale wanatetemeka. Wapo hao. Si wale mechi 4, point 10. Wamefunga magoli 5, wameruhusu magoli 2, difference magoli 3. Maana yake, na ndio maana nikasema kwamba namna ambavyo tulivyo, namna ambavyo quality wa kikosi chetu chini ya Jenerali Benchika, tunakuja kufanya kikubwa sana katika uwanja wa Semunyo. Ukina nani ambao unaona kabisa hawa wanaenda kuwatoa kimasomaso, maana usajili wa dirisha dogo tunaona unalipa? Timu nzima. Timu nzima ya Simba iko vizuri. Na kila mchezaji ambaye ukimwona yuko ndani ya Simba basi ujue yuko vizuri. Kikubwa tunamwachia Mwalimu Benchika aende kufanya kazi yake vizuri, atuambie watu 11 ni hawa ambao watakaingia uwanjani. Sisi kama mashabiki wanachama wapenzi wa Simba, kazi yetu ni kusupport. Kwa hiyo uzuri wa wachezaji wote wako vizuri, wako sawa sawa. Na jana tumepata ridhaa kutoka kwa msemaji, amesema vijana wako vizuri, wako sawa sawa. Wana Simba tumehamasika, nafikiri unaona mapema tumeshafika mapema katika viwanja vya Semunyo. Na ikitokea leo mmeshinda, itakuwa huu ni mchezo wenu wa kwenda kufunga duru la kwanza, mechi 15. Tukiona sasa hivi na mkishinda hii mtakuwa mna alama 36. Itakuwa ina maana gani kwenu? Kwetu inakuwa na maana nzuri kwa sababu itaongeza morali kwa wachezaji, itaongeza morali kwa washabiki, itatuweka katika standard ambayo dhamira ya Simba na nia ya Simba tunataka mwaka huu inakwenda kuelekea. Kwa sababu dhamira yetu na nia yetu mwaka huu kuhakikisha Simba tunakuwa mabingwa wa nchi. Ili ukitaka kuwa bingwa maana yake kila mechi unakuja mbele unahitajika kupata pointi 3. Ukipata moja inakuwa bahati mbaya, inakuwa sio nini? Sio malengo. Kwa hiyo kitu ambacho ninachokiona tukipata pointi zetu 34, 36, tukimtizama huyu ambaye anaongoza 40, maana yake tunapiga hesabu pointi moja hapa, mechi moja na suluhu moja. Mechi moja tunakwenda kufanya kazi wenyewe kwa sababu kuna mechi ya kisasi inakuja mbele yetu. Ipo. Kuna mechi ya al-Qisas haki. Kisasi ni haki. Kisasi ni haki. Tutakuja kulipa kisasi, tutazingonya zile pointi 3 pap. Tukishachukua zile 3 difference kwa pointi ngapi? Moja. Yuko mtoto mmoja anaitwa Yef, tunamtuma kwenda kumaliza kazi, watu tunaluka kidedea. Yef sasa hivi mtakwenda kumtuma Siku zote anashinda. Anakwenda kufanya kazi. Kazi yake anafanya nzuri. Unajua siku zote kila mbabe na mbabe wake. Kwa hiyo Hefu ndo mnamtumia, maana Hefu pale katikati naye alikuwa mambo sio. Alikuwa kila kicheza anaambia babu, sikilizeni huko, lakini sasa hivi nimeona kashinda huko. Unashtaki. Tutamtuma Yefu, lakini pia naye anatufikirisha Yefu kwa sababu tayari Yefu naye kashaingia mikononi mwa wajanja sasa. Unajua Yefu imeuzwa? Unajua Yefu imeuzwa? Au hujui hilo? Kuna wajanja mjini wachachukua ile. Sasa itabidi tukae shura na Simba wenzangu tukubaliane nani tumtume kazi akatumalize kazi. Bwana nimestuka Yefu si. Kwamba umebadilika sasa hivi unataka tena Yefu. Nimestuka. Ukiangalia nani zote mwanadamu mwenye akili timamu unaishi kwa minyangu wanasema. Unaishi kwa kustuka. Yefu sasa hivi sio wajumbe wazuri wa kwenda kupambana. Kumbe Yefu ashaingia mikononi sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri tutaenda kosi Tanga. Tutaenda kuwatuma vijana tutafanya kazi. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, tuendelee kusupport timu yetu na mimi nitafanya mazuri zidi ya JKT Tanzania. Nini ambacho unatamani kukiona sasa leo? Leo natamani kukiona tunawafunga JKT goli 7. Natamani kukiona goli la 7 linaingia wenye uwanja wao wanaukimbia.
Na kibaya zaidi, kizuri zaidi, katika mtu ana moyo mdogo sana kwenye mpira hawezi kuvumilia. Ndugu yangu Masau Bwire, goli la 7 chwa, Masau anakula kona kwenye lava 4 yake anapotea. Na mmeonywa, mmeambiwa sasa mmezoea. Leo hakuna kung'oa viti hapa, mnasimama mwanzo mwisho. Sasa kama mna mazoezi kazi mnayo. Kwanza sisi tuko vizuri. Sisi ni wanajeshi ambao tulokamilika. Wanajeshi ambao tuko sawa sawa. Na kizuri zaidi, hii mechi inachezwa ndani ya Tanzania, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sehemu ambapo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ukimwona JKT, rais wake Samia Suluhu Hassan. Ukimwona mwanajeshi, rais wake Samia Suluhu Hassan. Ukimwona Kisugu, rais wake Samia Suluhu Hassan. Maana yake watu wote tuko huru. Leo kuna timbulika katika uwanja wa Semuno hapa. Na ndio maana lile jimbo tumepita nao, umesikia hapa naimba, hata kama wako kwao tunataka pointi 3. Na kazi mmemaliza. Sisi ndio wanajeshi tulokamilika. Tuko vizuri, tuko sawa sawa. Hatuna uoga, tumejipanga vizuri. Na kizuri zaidi, kila unapomwona JKT 7, basi ujue Simba 6. Haki ya Mungu nakwambia. Hayuko JKT mwenye uelewa akapenda JKT, hayupo. Na leo Omar Jobe akiweka tu wanapigia kwa makofi nyuma hivi. Wao wenyewe JKT. JKT kumbe nao Simba. Hakuna mtu anayeweza na JKT Simba. Kabisa, ile halina shida. Na ushahidi mimi ninao. Kabisa, hata mashaka sina. JKT Simba. Na sababu ya ataachieni mwapige 7. Sababu ya kuileta huku, wanataka timu yao Simba ipate pointi 3 za haraka. Wala hakutaka kuleta kwenye ugumu. Kwa hiyo hataonyesha uwezo wao. Hamna. Niwaambie tu kupitia Mpenja TV. Hapa ni karibu sana. Wana Simba wajaribu kusogea, wajaribu kutoa support kwa timu yao ili kuhakikisha kwamba tunakuja kuchukua pointi 3. Kila laheri. Asante, niwashukuru. Lakini pia ujumbe niwaambie sana. Mimi leo naungua jua, na wewe mwandishi unafanyaje? Tunaungua jua sote. Tufike mahala kuna vitu lazima tubadilike. Hakika. Tusitake kulazimisha. Huu uwanja kiukweli sisi Simba tumekubali kuja kuchezea kwa sababu kwa mujibu wa kanuni na taratibu zinatuhusu hivyo. Lakini kimsingi uwanja huu hauna afya kwa watazamaji wala kwa wachezaji. Leo mwandishi wa habari ni mtu ambaye una thamani kubwa sana. Lazima tuzungumze huo kweli. Thamani yenu kubwa. Mimi naamini wewe umetembea kwenye nchi mbalimbali umeona thamani ya waandishi wa habari. Leo haiwezekani mwandishi wa habari unakwenda kumweka juani. Kisa nini? Unaharakisha nini? Unaharakisha nini? Nini ambacho kinawasababisha nguvu kubwa imetumika uwanja uje kuchezeka leo nini? Na ndio maana nimesema ni mechi ya Kiswahili, nasi tumekuja Kiswahili. Mechi ya kimkakati, nasi tumekuja kimkakati. JKT hapa atoki. Iwe mchana, iwe usiku. Na kama kanuni inaruhusu mechi saizi yailishwe tucheze 7, tunawafunga ya usiku hao. 7 usiku? Tunawafunga. Kwani zipo tayari. Vyovyote hata tucheze kiza watazamaji tu tuwasha simu zetu tunawafunga. Kisugu umemaliza kazi. Tuko vizuri, tuko sawa sawa. Hatuna shida katika tumejipanga. Tumejipanga, tuko vizuri. Subiri dakika 90 za mchezo. Anasema waacha nyeshe tujue wapi? Inshallah. Siku zote hakuna usiweze kukaa kwenye nyumba ya makuti ukasema nasubiri mvua nione wapi inapovuja. Ukikaa kwenye nyumba ya makuti hakikisha utavujiwa tu.